Umuhimu wa msingi au misingi katika kuwa na hatima kama mnara. Umuhimu wa msingi au misingi katika kuwa na hatima kama mnara. Bwana Yesu, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya jioni hii ya leo ambayo umetupa. Wakati huu tunapoenda kujifunza neno lako, Roho wako awe kwetu. Roho wa ufahamu na roho wa hekima awe juu yetu. Tupe neema ya kuelewa yote ambayo tutakuwa tukijifunza jioni hii ya leo katika jina la Yesu. Paza sauti ya amen. Amen. Basi tuanze kwa kuangalia kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa 28 mpaka 32. Luka sura ya 14 mstari wa 28 mpaka 32. Maandiko yanasema, maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumalizia baada ya kuupiga msingi. Baada ya kuupiga msingi, watu wote waonao wakaanza kumdhihaki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nao katika kujenga hatima kama mnara, kuna eneo moja la msingi sana ambalo lazima kila mtu anayetaka kujenga jengo refu ata concentrate hapo. Unapotaka kujenga hatima kama mnara, kuna eneo moja la msingi ambalo kila mjenzi anapokuwa anajenga ata concentrate hapo, na hilo eneo linaitwa msingi. Paza sauti, sema msingi. Sema msingi. Kwa hiyo katika kujenga, moja ya eneo la kwanza la muhimu na la msingi ni msingi. Sema amen. Maana yake kama msingi utakuwa umekosewa, jengo zima linakosewa. Kama msingi utakuwa umekosewa, uwe na uhakika jengo zima linaweza likakosewa. Kama msingi ukiwa umepinda, jengo zima linapinda. Uundwaji wa jengo unategemea sana muundo wa msingi. Ukiliona jengo kuna shape fulani limeattain, limepata shape ya aina fulani, shape inaamliwa na msingi wa jengo. Narudia tena, shape ya jengo inaamliwa na msingi wa jengo. Shape ya jengo inaamriwa na msingi wa jengo. Kwa hiyo tukitaka kuwa na jengo zuri sana, jengo lenye muundo mzuri, tutaanza kwanza kutengeneza msingi, kwa sababu msingi ndio ambao unaamua jengo. Msingi ndio unaoamua jengo, na urefu wa msingi ndio utakaoamua urefu wa jengo. Tarudia tena, urefu wa msingi ndio unaoamua urefu wa jengo. Kwa kadiri mjenzi anapotaka kujenga jengo refu sana, atatengeneza msingi mrefu ili kuweza kustahimili jengo linalojengwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu kuna mtu anakuepo anataka kuwa na jengo zuri, jengo refu, jengo lenye nguvu, jengo imara, cha kwanza atakachocheki, cha kwanza ni msingi. So every time tunapo engage constructions, tunapoingia kwenye masuala ya ujenzi, tunaangalia kwanza msingi. Hatima yoyote iliyo imara, hatima yoyote yenye mvuto, hatima yoyote yenye nguvu
cha kwanza ni msingi. Kwa nini utakuta kuna watu ambao walianza vizuri, very good, alafu kuna level wanafika, hawa watu wanaanza kutikiswa. Wanatikiswa kwa sababu msingi sio imara. Ukiona mtu yoyote anatikiswa kwenye hatima yake, maana yake msingi sio imara. Siku ya jana nikakwambia, ukitaka kuwa na hatima ya biashara kubwa, unataka kuwa na hatima ya ndoa nzuri, ambayo nikakwambia hiyo hatima inaitwa hatima kama mnara, inayofanana na nini? Na mnara, a destiny like a tower. Hatima kama mnara. Unaweza ukawa na biashara mnara, nilikwambia jana. Unaweza ukawa na biashara mnara, unaweza ukawa na huduma mnara, unaweza ukawa na ndoa mnara. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaamliwa na msingi, na msingi ukiwa mbovu, jengo zima huwa bovu. Tarudia tena, msingi ukiwa mbovu, jengo zima huwa bovu. Kwa hiyo gharama ya kwanza ambayo inawekwa na mjenzi yoyote ni gharama ya msingi. Kabla ya kuangalia juu itakuwaje, cha kwanza ni gharama ya msingi. Kuna zege linawekwa huko chini, kuna tofali zinawekwa huko chini, kuna mawe yanawekwa huko chini. Kwa nini? Kwa sababu jengo linalokuja juu ni jengo zito. Nataka kuwa na hatima kubwa ya biashara, hiyo hatima itaamuliwa na aina ya msingi unaoweka. Piga kelele, sema amen. Piga kelele tena, sema amen. Kwa hiyo unapotaka kuwa na hatima kubwa, we build fast the foundation. Check your foundations. Angalia msingi. Angalia nini? Msingi. Na kuna aina ya msingi ikiwa imekosewa, huwa tunaibomoa kwanza. Narudia tena, kuna aina ya misingi wakati wa kujenga jengo, ikiwa hiyo misingi imekosewa, tunabomoa kwanza huo msingi, tunafumua kwanza msingi. Kwa nini tunafumua msingi? Kwa sababu we are determined to have certain kind of building. Tuko na determination ya kuwa na aina fulani ya jengo. Kwa hiyo tukicheki msingi tukiona mbovu, huo msingi tunaubomoa. Kuna aina ya biashara nataka kuwa nayo, kama nimekosea msingi, nabomoa kwanza huo msingi, alafu najenga kwa upi. Kuna aina ya ndoa nataka kuwa nayo, ndoa ambayo inaitwa come and see kind of marriage. Watu wavutwe na aina hiyo ya ndoa. Angalia kwanza msingi. So you check first your foundation. Kwa msingi wako ukiona sio imara, msingi wako sio mzuri, you rebuild again your foundations. Unajenga kwanza nini? Upya hiyo misingi. Piga kelele, sema amen. Kwenye kitabu cha Zaburi ya 11 mstari wa 3. Zaburi ya 11 mstari wa 3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi, God is so concerned with foundations. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ya biashara ikiharibika, kama misingi ya ndoa ikiharibika, kama misingi ya huduma ikiharibika, kama misingi ya mahusiano ikiharibika, maandiko yanasema mwenye haki atafanya nini? Kwa sababu mwenye haki anategemea kwanza misingi kabla ya chochote. So you check first your foundations. Ukiona kuna mtu ameanza kulega kwenye huduma, ameanza kuharibika, haendi kama alivyokuwa anaenda mwanzo, haombi kama alivyokuwa anaomba mwanzo, hafungi kama alivyokuwa anafunga mwanzo, atoi kama alivyokuwa anatoa mwanzo, hafanyi biashara kwa bidii kama alivyokuwa anafanya mwanzo, check first foundations. Kutakuwa na foundations ambazo zimekuwa shaken. Kuna aina ya misingi inakuwa imepimwa na imetikiswa, kwa sababu kila msingi ambao umejengwa mara zote utakuja kutikiswa. Wakati dhoruba imekuja, mafuriko yamekuja, upepo umevuma, moja ya kitu kitakachoamua jengo lipi linasimama ni msingi. Wakati upepo umevuma, dhoruba imepiga, mafuriko yamekuja, jengo ambalo linaweza likastahimili
ni jengo ambalo lina misingi. So kila ndoa itapitia dhoruba, kila ndoa itapitia upepo, kila ndoa itapitia mafuriko, kila biashara itapitia dhoruba, kila biashara itapitia mafuriko, kila huduma itapitia dhoruba, itapitia mafuriko, itapitia upepo. Lakini kitu gani kitakachoamua vitu hivi kinini kisimame? Ni msingi. Ndoa itakapopitishwa kwenye hii michakato, kwenye upepo, kwenye dhoruba, kwenye mitikiso ya namna zote, msingi ndio utakaoamua endelea kusimama, kwa sababu kuchini tuko imara, hauwezi kuanguka. Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Piga kelele, sema amen kama unanielewa. Na ndio maana kwenye jambo lolote, be concerned about your foundations. Kama unaingia kwenye ndoa, usikurupuke. Check first your foundations. Sometimes mimi kama mchungaji naweza nikaja kwako nikakwambia, naona sasa hivi sio wakati wako wa kuingia kwenye ndoa. Just wait a little bit. Baba, wewe utaki mimi nioe, utaki mimi niolewe. Okay, just get in. Kwa sababu kitu ambacho mimi naangalia, I check foundations, naangalia misingi. Sasa tukiangaliaga kwenye kizazi tulichonacho, vijana, we are Gen Zs. Sisi ni Gen Zs. Na kwa sababu ni Gen Z, sisi ni watu wa faster. Nataka mambo faster. Mambo yaende faster. Hilo ndo tatizo la Gen Z. Kizazi chetu ni kizazi kile ambacho kila mtu anataka nioe haraka. Sasa kwa sababu nataka kuoa haraka, be careful about the foundations. Check first your foundations. Kwa sababu hata unapoingia kwenye ndoa, angalia kwanza misingi. Na ndio maana unakuta sasa hivi wanaoingia kwenye ndoa ni wengi na wanaotoka ni wengi. Kwa sababu gani? Misingi ni bovu. Na shetani anakusukuma uingie haraka ili uwe na makovu. Biashara imekuja, hauna utaratibu, unakurupuka, unaingia kwenye biashara, alafu unapata hasara. Alafu unaanza kucomplain, unasema Mungu, bora kama unisikii, mbona Mungu kama unisikii? Je, ulijifunza principles za biashara, au kwa sababu tu ulijua kunena kwa lugha basi ukaingia? Wangapi wanaelewa ninachoongea? You must be concerned about your foundations. Uwe na umakini kwenye eneo la msingi, kwa sababu msingi ndio utakaoamua utalast for how long. Na ndio maana utakuta kuna huduma tulianza pamoja lakini sasa hivi hazipo. Why? Foundations. Kuna mtu aliingia kwenye huduma akasema, naingia kwenye huduma nataka nipige hela. Walijiambia kabisa, nataka nipige hela. Mbona mchungaji fulani anapiga hela? Toka ameingia kwenye huduma sasa hivi ana gari. Toka ameingia kwenye huduma sasa hivi ana nyomi. Alafu anaingia kwenye huduma, anakutana na huduma, washirika ndo kwanza hawatokei ibadani. Naimba yeye na mke wake, wakimaliza na mshirika na mzee mmoja wa kanisa na washirika wawili. Baadaye anagundua kwamba cost ya kuendesha huduma ni kubwa kuliko sadaka anayoipata. Kwa hiyo anasema, kuanzia leo nafunga kigango. Why? Kwa sababu misingi yake ilikuwa ni fedha. Misingi yake ni perishable. Ni misingi inayoharibika. Maandiko yanasema kama msingi ukiharibika, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kwa sababu msingi unaomsimamisha mwenye haki kwenye eneo fulani sio mmoja. Maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki. Kwa hiyo kuna possibility ya misingi kuharibika. Misingi ya ndoa kuharibika, misingi ya huduma kuharibika, misingi ya biashara kuharibika. So you must check your foundations daily. Check your foundations. Check the way you started, the way you are going on, and the way you are, where you want to get to reach. Unaangalia ulikotoka, unaangalia ulipo, unaangalia unakotaka kufika. Je, msingi huu ninaouweka utasustain mzigo utakao kuja juu? Sometimes naweza nikaja nikakwambia, you know, unakotaka kwenda, you need fasting, you need prayer. Kuna maeneo utalazimika kutoa sadaka, nitakuelekeza baadaye. Hii ni aina ya misingi ambayo inawekwa unapotaka kuwa na hatima yenye nguvu. Sababu kuna mtu mwingine anakurupuka tu, anataka kitu fulani. Mungu anakuambia pay the price. Weka msingi, weka msingi. Na nikwambia ukweli, ukiwahi kuweka msingi mapema, ukaweka msingi imara mapema, unatoboa. Unatoboa. Umewahi kugundua kuna watu ambao ni mafundi, wanapokuwa wanataka kuweka msingi, wanaibaga cement.
Alafu we kama mwenye nyumba unakuta umempa yule fundi sementi za kutosha, alafu yule fundi anaiba simenti, labda anajenga kwake, au anaiba simenti alafu anaenda kuuza. Then baadaye unagundua mbona jengo kama sio imara. Unaangalia unagundua kwamba kuna mahali kulikuwa na material hazitoshi, alikuwa anaiba huyo. Tena unagundua jengo sio imara. Umeelewa ninachoongea? Shetani waga ni mpumbavu. Anapotaka kuharibu maisha yako, ayafanye maisha yako kuwa dhaifu, ana dilute msingi wako, anafanya msingi wako uwe dhaifu. Umeelewa ninachoongea? Unanielewa ninachoongea? Sema nitainuka, nitajenga. Sema na kabla ya kujenga nitacheki misingi yangu. Sema nitacheki misingi yangu. Sema na msingi wangu utakuwa imara. Piga kelele, sema msingi wangu utakuwa imara. Maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki lazima awe very concerned na misingi. Kila mtu anayeitwa mwenye haki lazima awe very concerned na msingi. Achana na ile maisha ya kusema unakurupuka. Be concerned. Be concerned. Hakikisha unacheki misingi yako. Paza sauti ya amen. Paza sauti ya amen. Kuna vitu ambavyo ni vya kuviangalia unapojenga. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na aliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu aangalie jinsi anavyojenga juu yake. Nao kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, na aliweka msingi. Kama mkuu wa wajenzi, cha kwanza, I was very concerned about the foundations. Nilipoenda kwenye kanisa la Wakorintho, niliangalia kwanza mambo ya msingi ili kuyaweka sawa. Sikutaka tu niwafundishe kutabiri. Sikutaka tu kuwabariki kwa sababu walikuwa wafanya biashara wakubwa. Remember, kanisa la Wakorintho lilikuwa ni moja ya kanisa ambalo lilicontain wafanya biashara wakubwa. Ni kanisa ambalo lilikuwa endowed with the spiritual gifts. Lilibarikiwa kwa karama na vipawa vya rohoni. Na ndio hapo utakuta kwenye kitabu cha Wakorintho wanazungumzia karama za rohoni. Kwa sababu lilikuwa ni kanisa ambalo lilikuwa limebarikiwa to the extent wanawake walikuwa na uwezo wa kuprophesy, walikuwa na uwezo wa kutabiri, walikuwa na uwezo wa kuzungumza. Mpaka Paulo baadaye anakuja anasema simpi mwanamke ruhusa ya kusimama, kwa sababu wanawake walikuwa na uwezo wa kuongea. Kanisa lilikuwa limebarikiwa. So Paul alilay foundation. Ukiona kanisa lolote lina watu wenye capacities fulani, wana uwezo wa kufanya vitu fulani, tafsiri rahisi, hili kanisa linakuwa limejengwa kwanza kwenye misingi. Kazi ya apostle ni kujengaga misingi. Hata mimi my calling is to build foundations. Moja ya wito wangu ni ku build foundations. Na ndio maana utakuta kila siku nikija kufundisha nakwambia mambo ya muhimu. Mambo ya muhimu. Nikija kufundisha nakwambia mambo ya muhimu. Unasema, kwa nini kila siku najifunza mambo ya muhimu? Kila somo nikija kufundisha mara nyingi nasema mambo ya muhimu. Kwa nini? Kwa sababu kuna foundations zinawekwa. Kuna wakati nakwambia usiingie kwenye ndoa, lazima niambie kwanza. Why? I check foundations. So once you come, my duty as an apostle is to check your foundations of your marriage. Unakotaka kuingia, foundations zako ziko imara, foundations zako ziko sawa. Nimekwambia utakuta pale sasa vijana wanasema unaingilia mambo ya mtu. Kwani wewe ndo utakayenioa? Kwani yeye ndo anaoa? Kwa nini anaingilia kila jambo? Watu wengi hawataki kuwa checked. Hawataki. That's why wakiingia kule ndani wakutana na matatizo, wanabaki na makamasi yao peke yao, wanalia peke yao. Check foundation. Paulo anasema mimi kama mkuu wa wajenzi, kazi yangu ya kwanza ilikuwa ni kuweka misingi.
yangu ya kwanza ni kuweka misingi. Akija mfanyabiashara kanisani, kazi yangu kama an apostle ni kulay foundations, kwa sababu msingi ndio unaoamua huyu mtu atakuwa wapi, huyu mtu atafika wapi. So always once I come here, cha kwanza ni kukuwekea misingi. Nataka siku tukio tumekutana, utaniambia baba, nilikuwa nimefungua biashara shetani akaja akanipuliza, mafuriko yakaja yakajaa kwenye biashara yangu, upepo ukaja ukapiga, dhoruba zilikuja zikapiga, baba nimesimama, biashara bado inasonga. Ndoa yangu shetani alikuja, mafuriko yakaja, upepo ukavuma ukapiga nyumba yangu, ukapiga ndoa yangu, lakini nilisimama. I stood firm. I prayed. Niliomba. Ndio maana utagundua watu wote ambao wako imara rohoni ni watu ambao wanajua namna ya kudili na shetani. Shetani wakati analeta mitikisiko fulani, wanajua how to deal with the devil. Ninakuombea siku ya leo, Bwana akupe misingi imara kwa jina la Yesu. Ninakuombea tena siku ya leo, nasema Bwana akupe misingi imara katika jina la Yesu aliye hai. Kwa sababu wewe ni world shaker, you will never be shaken in the name of Jesus. Shetani yakati anakuja akutikise, hata kupata katika jina la Yesu aliye hai. Atakuja kwenye biashara yako, hata kupata kwa jina la Yesu. Atakuja kwenye ndoa yako, hata kupata kwa jina la Yesu aliye hai. Atakuja kwenye huduma yako, hata kupata katika jina la Yesu aliye hai. You will never be shaken in the name of Jesus. Utajengwa, utakuwa imara kwa jina la Yesu. Nasema tena, utajengwa, utakuwa imara kwa jina la Yesu aliye hai. Kati ya watu ambao watakuwa na nguvu, wewe utakuwa mmoja wapo katika jina la Yesu Kristo. Piga kelele, sema amen kwa jina la Yesu. Tunakoelekea, mafuriko yatakapokuja, shetani hatatupata. Nasema upepo utakapokuja, hautatupata. Dhoruba zitakapokuja, hazitatupata, kwa sababu tutakuwa imara katika jina la Yesu. Piga kelele, sema amen. Piga kelele tena, sema amen. Na naomba nikuoneshe mambo machache. Unapokuwa unajenga msingi, naomba nikuoneshe vitu vya kuzingatia. Unapojenga msingi, nataka nikuoneshe kitu cha kuzingatia. Unapojenga msingi wa biashara, unapojenga msingi wa ndoa, unapojenga msingi wa huduma, kuna vitu vya kuzingatia. Cha kwanza, fahamu ya kwamba Yesu ni jiwe kuu la pembeni. Jesus is the cornerstone. Make sure you make Jesus your cornerstone. Unapokuwa unataka kujenga msingi, hakikisha unamfanya Yesu kuwa jiwe lako kuu la pembeni, jiwe lako kuu litakalokupa shape. Jesus is a cornerstone. Sema cornerstone. Sema cornerstone. Yeyote ambaye anajenga jengo lazima awe ana consider nini? Corners of the building, kwa sababu hizi ndio zinazotengeneza shape ya jengo, si ndio? Yes. Kwa hiyo unapokuwa unajenga, hata siku moja, apostle sio cornerstone. Sisi ni mawe, but we are not cornerstone. We are stones, but we are not cornerstone. Maandiko yanasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa muwe nyumba ya roho. So sisi ni stones, but we are not cornerstones. Apostles are stones, but they are not cornerstones. The moment ambayo apostle
au prophet au pastor au teacher au evangelist atakapochukua nafasi ya cornerstone, utagundua shape ya jengo lako inabadilika, kwa sababu Mungu hajamdesign mtumishi yoyote kuwa cornerstone. Yesu peke yake ndiye jiwe kuu la pembeni. Narudia tena, Yesu peke yake ndiye jiwe kuu la nini? La pembeni. Kwenye kizazi cha mwisho tulicho nacho, kuna some apostles wanafikiri wao ni cornerstones. Kuna some pastors they think wao ni cornerstones. Kuna some teachers of the word they think wao ni cornerstones. Yesu peke yake ndiye cornerstone. Waefeso 2:20. My God. Hili ni jiwe la kutumia. Kila mtu anayetaka kujenga hatima lazima atumie hili jiwe. Kila anayetaka kujenga ndoa nzuri lazima atumie hili jiwe. Kila anayetaka kujenga huduma kubwa lazima atumie hili jiwe. Kila anayetaka kujenga biashara yenye mashiko mjini lazima atumie hili jiwe. The moment you stop using this stone, you are dead. You are dead, completely dead. Waefeso 2:20. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, naye Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Sema, Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Maandiko yanasema tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Alafu ni nani chief cornerstone? Anasema Yesu. Unapotaka kujenga biashara, baba alikuombea, mama alikuombea, nabii alikuombea, mwalimu alikuombea, mwinjilisti alikuombea, but they are not cornerstone of your business. They are not cornerstone of your marriage. Na ndio maana utakuta ndoa nyingi zinashikua shaken. Why? Kwa sababu watu wengi shepu za ndoa zao zinaamuliwa na wachungaji, haziamuliwi na cornerstones ambaye ni Yesu Kristo. Unapojenga ndoa yako, cha kwanza check, kwenye hii ndoa ninayoingia Yesu yuko ndani? Kwenye hii biashara ninayoenda kuanza Yesu yuko ndani? Kwenye hii huduma ninayoenda kuanza Yesu yuko ndani? Make him your chief cornerstones. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Sema, Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Piga kelele tena, sema, Yesu mwenyewe ndiye jiwe kuu la pembeni. Zaburi ya 118 mstari wa 22. Zaburi ya 118 mstari wa 22. Anasema jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jiwe lililokataliwa na wajenzi. Kuna watu kwenye hatima zao wamekataa ili jiwe na hili ni jiwe kuu. Maandiko yanasema kuna watu wanalikataaga. Kuna watu wanakataga, wanasema hauwezi kumtumaini Bwana ukafanikiwa kwenye biashara, so wanaingiza nguvu zao, wanakataa ili jiwe kula pembeni. Maandiko yanasema jiwe lililokataliwa na waashi, lililokataliwa na wajenzi. Kuna mtu anataka ajenge biashara yake, anasema lakini Yesu hapana. Kuna mtu anataka ajenge ndoa yake, anasema kwani Yesu anaoa, mimi ndo nayeoa, kwa hiyo Yesu hahitajiki kwenye ndoa, Yesu hana chochote kwenye ndoa. So unakuta ndoa zao zinakuwa hivyo kwa sababu wamekataa jiwe kuu la pembeni. Every moment unataka kufanya chochote, Yesu kwanza, Yesu kwanza. Ninakuweka kuwa jiwe kuu la pembeni kwenye ndoa yangu, na kuweka kuwa jiwe kuu la pembeni kwenye huduma yangu. Yesu wewe jiwe kuu la pembeni. Hakuna akili yangu itakayokuwa jiwe kuu la pembeni. Yesu wewe ndiwe jiwe kuu la pembeni. Piga kelele, sema amen. Unaingia kwenye kandoa kasiko na majuto, kandoa ambako kila siku una enjoy. Why? Kwa sababu Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Kuna mtu anaelewa ninachoongea na kuelekeza haya mambo? If you want to last in this life, kama unataka kudumu kwenye haya maisha, make sure Jesus is your cornerstone. Piga kelele, sema amen. Sema nitakapojenga biashara yangu, Yesu atakuwa jiwe kuu la pembeni. Sema nitakapojenga huduma yangu, Yesu atakuwa jiwe kuu la pembeni. Sema mawe mengine yatakuwa ya thamani, lakini hayatachukua thamani ya Yesu. Sema hayatachukua thamani ya Yesu. Sema mawe mengine yatakuwa ya thamani, lakini hayatachukua thamani ya Yesu. Chochote ambacho kinachukua thamani ya Yesu kwenye ujenzi wa hatima yako, hilo ni jiwe la kuliondoa. Narudia tena,
kila jiwe linalochukua nafasi ya Yesu katika ujenzi wako, hilo jiwe ni jiwe la kuliondoa. Remove every stone that take place of a chief cornerstone. Ondoa kila jiwe ambalo linachukua nafasi ya jiwe kuu la pembeni. Jiwe kuu la pembeni halipaswi kabisa kuingiliwa na mawe mengine. Piga kelele, sema amen. Mmejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni, na jiwe kuu la pembeni, na jiwe kuu la pembeni. Sema Yesu, ninakuomba siku ya leo uwe jiwe kuu la pembeni, uwe jiwe kuu la pembeni. Sema tena, Yesu, ninakuomba leo uwe jiwe kuu la pembeni kwenye maisha yangu. Let me tell you something. Mara nyingi mafuriko yakija, kama msingi kwenye kona ulikuwa imara, still utaona mahali pa kuanzia, hata kama jengo lako lote limeharibiwa. Wangapi wanakubaliana na mimi? Kama zile angles za jengo zikawa imara, sawa, mafuriko yakaja yakapiga jengo likawa shaken, mahali pakabomoka, kama kwenye zile kona za jengo zinazoshikilia jengo zikawa imara, kuna namna jengo halitapoteza shape yake. Maana yake kuna uwezo wa kurepair, kuna uwezo wa kurestore chochote ambacho msingi wake ulikuwa ni Yesu. Narudia tena, kuna matumaini kwa mti uliokatwa. Endapo huo mti uliokatwa, chief cornerstone wa huo mti alikuwa ni Yesu, kuna restoration. Hakunaga restoration kwa chochote ambacho chief cornerstones akuwa Yesu, kwa sababu jengo likianguka linaanguka tiki tiki, hakuna kuinuka kabisa. Kuna watu ambao utaona kwenye biashara zao wakianguka wanaanguka completely. Kuna watu wakianguka kwenye ndoa utazani hajawahi kuoa, hajawahi kuolewa, yani ameanguka tiki tiki. Manake the chief cornerstone was not Jesus. Mahali popote ambapo chief cornerstone of your business, of your career, of your marriage alikuwa ni Yesu mwenyewe, the moment storms zikija, jengo lako halitapoteza shape. Sema sitapoteza shape. Sema sitapoteza shape, kwa sababu Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Na kuelekeza haya mambo ni mambo ya msingi, kwa sababu kwenye end time tulionayo, watu wengi wanajenga hatima zao juu ya watu. Na kuna watu, inafika moment wanawa disappoint, alafu wanaanza kuwalaumu watu. Unajua yule pastor ndo aliyesababisha, unajua yule babangu wa kiroho apostle ndo aliyesababisha. Who told you? Aliyesababisha ni shetani aliyekufundisha msingi wa uongo. Na ndio maana shetani anapokuja na manabii wa uongo, anapokuja mitume wa uongo, anapokuja, cha kwanza wanachodili nacho ni foundations. Utaingia kwenye darasa, utajua kama ulikuwa hujui kitu. Utapigwa msasa, unakuwa brainwashed. Unaondolewa kila aina ya msingi ambao ulikuwa nao kuhusiana na Mungu na kuhusiana na Kristo. Anambia Yesu achana naye kwanza. Mungu ametupa huyu, tumwangalie huyu, achana na mambo ya Yesu kwanza. Ukianza kuambiwa na mtu achana na mambo ya Yesu kwanza, something wrong. Manake kitakachoanza kujengwa hapo ni bomu hatari sana. Na ndio maana utakuta kuna watu neno la Mungu likihubiriwa anasema pastor wangu akuniambia hivi. Unakuta kabisa ameonywa kwa uzuri. Anasema prophet wangu akuniambia hivi, pastor wangu akuniambia hivi, bishop wangu akuniambia hivi. Something wrong with your life. So shetani amekuja, amelamba foundations zako, amelamba complete. Anataka akupige, akubamize. Akikubamiza unaangukia pua uinuke. Unaingia kwenye ndoa haina msingi. Shetani anachotaka akubamize. Ukiingia kwenye hiyo ndoa
ujute, useme wanaume wote ni mbwa. So ukiingia kwenye ndoa, shetani anatengeneza msingi ambao jengo lake ukija kuliangalia baadaye, hiyo ndoa unagundua jengo lako umetengeneza ndoa mbwa. Ndio pale unakuta unasema mume wangu huyu ni mbwa. So unaangalia foundations zile ulizokuwa umeanza kuzijenga kwanza, za baby sweetie na nini, angalia zimekuja kwenye jengo, zimejenga jengo linalotokea ni mbwa. Shetani anakutengenezea msingi ambao sio sahihi ili usiwe na jengo sahihi. Anakutengenezea msingi usio sahihi ili uwe na hatima mbovu. Ninamwombea mtu mmoja hapa, shetani hata kuwa chief cornerstones. Nasema shetani hata kuwa jiwe kula pembeni la maisha yako. Nasema shetani hata kuwa jiwe kula pembeni la huduma yako. Nasema shetani hata simama popote, hata patikana popote kwenye maisha yako. Nikuonesha kitu kimoja kitakacho kusaidia.